wote tunafahamu taifa lolote duniani ambalo limeendelea ni kwa sababu kumekuwa na msingi mzuri wa elimu. Hakuna taifa litakalojigamba kuendelea wakati wananchi wake ni magumu. Mwelekeo wowote taifa hilo litataka kuchukua, iwe ni kwenye kilimo, iwe ni kwenye utalii, iwe ni kwenye viwanda kama Tanzania tunapoelekea kwenye uchumi wa viwanda, bila elimu madhubuti hatutanyanyua hata mguu mmoja kuelekea kwenye safari hiyo. Kwa hiyo ni tukio hili niseme kwa kweli mimi linanipa faraja sana kuendelea kushuhudia yale tunayojitahidi kufanya katika sekta hii ya elimu. Napenda kuwashukuru Taasisi ya Elimu Tanzania kwa kufanya kazi kubwa, nzito na muhimu kama mlivyokabidhiwa na serikali, ambapo ni kuhakikisha wanafunzi wanapata vitabu kwa ajili ya kujifunzia na walimu kwa ajili ya kufundishia. Hapa kwetu Mtwara, mkoa wetu wenye halmashauri 9 una shule za serikali 660 zenye wanafunzi 1039,071 wa darasa la 4 mwaka 2018. Kwa hiyo kuletwa kwa vitabu hivi kutapunguza tatizo la uhaba wa vitabu ambalo limekuwepo baadhi ya mashule. Nachukua fursa hii kuipongeza sana serikali ya awamu ya 5 kupitia taasisi yako mkurugenzi na profesa kwa jitihada kubwa ambayo imefanya. Sasa hivi tumeweza kufikia kiwango cha kuwa na kwenye matumizi ya vitabu uwiano wa kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Hii itasaidia kwa kiasi kikubwa sana mwanafunzi kuweza kusoma bila bugudha. Kama wote mnafahamu, ni walimu hapa, si wanafunzi wote wana kasi moja katika kujifunza. Kila mwanafunzi ana kasi yake katika kujifunza. Sasa anapokuwa na kitabu chake, basi anakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi katika kujifunza kuliko kunyang'anyana na mwenye kasi kubwa zaidi yake ya kujifunza. Wote tunafahamu kuna slow learners, kuna fast learners. Kwa uwiano huu wa kitabu kimoja kila mwanafunzi, kwa kweli ni hatua itasaidia sana, na hasa kwa elimu hii ya chini. Kwa hiyo mkoa, niseme tu bado una mahitaji, kwa sababu lengo hili la uwiano huu wa moja kwa moja ni uwiano ambao kwa kweli ndio kiwango kinachotakiwa. Kwa hiyo haya mnayoyafanya yatafanya tufike kwenye uwiano huo madhubuti na tatizo hili liweze kuondoka. Sasa vitabu vinavyopokelewa leo tunaamini vitaleta mabadiliko makubwa sana, vitatutoa hatua fulani tuliyoko kwenda mbele zaidi katika uboreshaji wa elimu. Vitabu hivyo vitaweza kutusaidia katika kurahisisha ufundishaji na ujifunzaji kwa walimu na wanafunzi. Vitaongeza ari ya kujisomea kwa wanafunzi, kwa sababu hakutakuwa kule kunyang'anyana, kutakuwa kumepunguzwa kwa kiasi kikubwa na vitabu vitakuwepo. Kwa hiyo hata mwalimu akielekeza kufanya rejea, vitabu vya kufanya rejea vitakuwepo. Kwa hiyo hata mwanafunzi atakuwa na ari ya kujisomea, kwa sababu anajua akihitaji kufahamu jambo lililoko kwenye kitabu, atajua kitabu kipo, atakwenda, atakitafuta, atakisoma na ataweza kuelewa. Na pia hili lilolisema la uwiano ni katika kusisitiza hili swala la uwiano, ikiwezekana kutoka 1 hadi 3 mpaka moja kwa moja, ili watoto waweze kusoma vizuri. Sasa wito wangu kwa walimu, vitabu vinapokelewa hapa, tutafanya makabidhiano. Mahali pake ni shuleni, na vikifika shuleni mahali pake si store. Mahali pake ni kugawiwa kwa mujibu wa utaratibu utakaokuwa umewekwa. Nalisema hili kwa sababu tumeshatembelea baadhi ya mashule, unakuta darasani hakuna vitabu, unakwenda store unakuta vitabu vinaliwa mchwa. Kazi ya serikali, fedha iliyoingiwa na serikali kutengeneza, kuandaa hivi vitabu, utaalamu uliotumika, utaratibu wote mpaka tuko hapa, ni fedha ya serikali ambayo imelenga kuboresha elimu mashuleni kwetu. Kwa hiyo nitoe rai
walimu na maafisa elimu kata mlioko hapa, muhakikishe kwamba vitabu hivi vinakwenda kwa walengwa na vinatumika kwa mujibu wa taratibu kama zinavyoelekezwa, na ninaamini vitasaidia kwa kipande hiki cha muda tulichobakiza kufikia lengo letu la kumaliza mtaala kama ambavyo mkoa umejiwekea malengo yake, na vitawasaidia wanafunzi hasa wale wenye kufanya mitihani ya kitaifa kuweza kujiandaa vizuri zaidi kufanya mitihani ya majaribio kuelekea kwenye mitihani yao ya kitaifa. Tujaribu kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba vitabu vinafika. Sitarajii kusikia manispaa saa 12 ifike vitabu havijafika mashule yote hapa manispaa Mtwara. Nataraji hata vijijini nisikie Jumatatu vitabu vimeshafika kote. Na niseme hata mkoa kwa ujumla, kwa sababu miundombinu yetu sio mibaya hivyo. Mvua imenyesha, lakini kama tulivyokuja tutarudi hivyo hivyo. Hatutoki Mtwara kufika na nyumba kesho kutwa. Tutafika leo. Kama ni vitabu utakuwa umekabidhiwa, unaondoka navyo, ili ugawaji unapewa siku moja, mashule yote yanapata. Ombi langu sasa kwa taasisi hii ya elimu ambao mmekuwa mnajishughulisha na suala la uandaaji wa vitabu pamoja na mitaala, kama ninavyosema, elimu ikitolewa ndivyo sivyo, taifa linakwenda ndiko siko. Tunaomba uweledi ambao mmekuwa mnauonyesha wa kuwa makini, mahiri na macho katika kudhibiti ubora wa vitabu yanayoandikwa, maudhui ya vitabu. Kabla ya kutoa ithibati kwa vitabu, mjiridhishe pasina shaka kwamba kilichoandikwa kwenye kitabu hiki kweli ni elimu anayokwenda kupewa mwanafunzi wa Kitanzania ambaye anajiandaa katika kwenda maisha ya huko mbeleni akiwa amekamilika. Vitabu hivi vichochee uzalendo, kati ya mambo mengine. Uzalendo, mtaweza kuniambia kwamba sayansi na uzalendo wapi na wapi, lakini kuna masomo ambayo kuna nafasi kubwa sana ya kuweza kuingiza uzalendo, wanafunzi wakaijua nchi yao, wakaielewa nchi yao, wakajua kinachofanyika katika nchi yao, wakaipenda nchi yao na wakawa wazalendo. Fasili ya uzalendo ni mtu anayependa nchi yake na yuko tayari kuifia. Ni neno kubwa sana. Ndio fasili, definition ya patriotism. Wanafunzi wetu wajifunze hayo, wayaelewe, na katika kuyaelewa waifahamu Tanzania yao, wafahamu kwamba Tanzania tu wamoja. Ninafurahi Profesa, umesema umesoma Mang'amba, lakini hujatuambia umezaliwa Mtwara. Ina maana umetoka nje ya Mtwara ukaje kusoma Mtwara Girls. Wengi hapa tumesoma mikoa mbalimbali, kote huko ni katika kuchanganyika ili kuweza kuifahamu Tanzania. Na walimu na maafisa elimu, na nirudi kwenu tena, hii vitabu hivi vya viongozi vya walimu navyo vielekeze walimu kufundisha kwa kuangalia mtawanyiko huu. Mwanafunzi wa Mtwara afahamu yanayotokea Tabora, afahamu yanayotokea Tanga, wana shughuli gani, wana utamaduni gani, na wanachangia nini kwa taifa letu. Tukiacha mwanafunzi wa Mtwara akaijua korosho tu, tutazalisha uchoyo wa kuona kwamba korosho ni mali ya Mtwara, pesi ni mali ya Mtwara, akasahau kwamba na wa Kagera naye akasoma kahawa ya Bukoba, inapaswa kubaki Bukoba kuhudumia watu wa Bukoba, na wa Mkonge Tanga atasema hivyo, na wa dhahabu unapotoka dhahabu, tutakuwa hatuijengi Tanzania moja. Kwa hiyo ni vizuri tukawa na vitabu kiongozi cha mwalimu ambacho kinamwelekeza mwalimu kutambua kwamba anamfundisha mtoto wa Kitanzania kuwa Mtanzania, kuishi popote Tanzania, kufanya kazi popote Tanzania. Ninalisema hili kwa sababu wenzetu hawana uwezo huo. Kuna nchi nyingine unasimama DC hapa, si mwenyeji wa pale, husikilizwi. Huku itakuwa ni minong'ono, anasemaje? Lakini nimesimama hapa ninaongea, profesa anasimama hapa anaongea. Nchi nyingine watu wangekuja wanasema, profesa wetu wa kabila letu ile tunamsikia yuko Mtwara Ufundi, hebu tusogee karibu walau tumsalimie, kwa sababu ni profesa wetu.
Tanzania tutoe elimu ya Mtanzania kuwa Mtanzania, na wote tunafahamu Watanzania tu mfano. Hatuulizani makabila, hatuulizani dini, hatuulizani itikadi, tunatambuana kama Watanzania. Na kiunganishi kimoja, nafikiri mliosafiri, ukifika nje ukikutana na mtu anayeongea Kiswahili, la kwanza kumuuliza unatoka Tanzania, kwa sababu tunajitambua kama Watanzania. Tuombe sana vitabu hivi, ninaamini haya yamezingatiwa, yaendelee kuzingatiwa, kutoa elimu ya kumfanya kwanza Mtanzania, mtoto mwanafunzi wa Kitanzania kuijua Tanzania yake. Tulikosoma huko nyuma, ulikuwa unajua wakuu wote wa mikoa, ulikuwa unajua mawaziri, ulikuwa unaijua dunia, hata miji mikuu yote. Mtoto wa darasa la 3 alikuwa anaweza kujua. Muungano wa Tanzania, kwa sababu tulikuwa na kiu sana ya vitabu, kwa kuletwa huku kwa vitabu kutasaidia tutoe elimu iliyo bora na kufikia lengo la kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja. Shukrani sana. Nachukua nafasi hii kwa niaba ya maafisa elimu wenzangu pamoja na watendaji wa idara ya elimu katika halmashauri zote kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi nichukue tena na mimi nafasi hii kwa niaba ya mkoa mzima wetu wa Mtwara, kwanza kuchagua mkoa wa Mtwara kufanya uzinduzi wa kitabu cha kiongozi cha mwalimu katika ufundishaji wa darasa la 4, lakini pia naomba niseme kwamba Mtwara nzima tulikuwa na kiu kubwa sana ya kupatikana na kwa hivi vitabu, na tunaahidi kwamba tutavisimamia visambazwe, na leo hii vitaanza kufika shuleni, hasa hapa manispaa pamoja na Mtwara DC. Vitafika shuleni leo hii, lakini pia kwenye halmashauri zote niwaombe tu, safari imeanza, waweze kuvipokea na pia nao wahakikishe kwamba viko shuleni. Tuendelee kutunza vitabu na tuendelee, tunaishukuru sana serikali yetu, ili basi vitabu vingine vinavyotakiwa kuja na wenyewe viweze kuja. Asanteni sana.